Mambo vipi? Habari ya asubuhi. Leo nitaenda kuongelea magonjwa ambayo yanasumbua sana sungura, lakini nitabezi kwenye magonjwa mawili, kukuyosis pamoja na manji. Na maanisha ugonjwa ambao unaleta ukurutu, lakini pia ugonjwa ambao unaleta kuharisha na kumengenya matumbo na kufariki ndani ya siku mbili. Haya magonjwa yana tofauti kidogo, lakini yana uwiano, yani yanaingia sawa kutokana na uchafu banda lako. Na haya magonjwa tukianza na manji. Manji ni ugonjwa ambao unaenda kufanya sungura lako yani vimelea vidogo vidogo katika ngozi yake, hata katika sehemu ya pua, sehemu ya kucha na sehemu ya masikio, na kufanya sikio liwe na kama gamba au mba lililokomaa. Na huu ugonjwa unatafuna sehemu ya ngozi na inafanya ngozi ya sungura yako isiwe na vitamini kabisa. Kama inakula vitamini yote na vitamini inakuwa imeisha kabisa. Na wata sungura yako ndani ya miezi miwili mitatu anakonda, kishakonda anakufa kwa maumivu makali na kwa stress kubwa. Kingine kwamba ugonjwa wa manji unasababishwa na majani ambayo unampa sungura yako akiwa na maji mengi au chafu mwingi kabisa. Sungura hatakiwi kugusana na maji moja kwa moja kwenye sehemu zake za mwili, yani maji hatakiwi kugusa moja kwa moja, au pombe iliyokuwa chafu. Kingine kwamba uchafu wa banda yako ambao unakuwa chini, kaweza kuona hapa kabla ya kuonyesha kidogo kwamba ndio yanakuwa na yani kutoka mpaka juu, distance ni kubwa, kwamba hata huku kinyesi kishuka kiweze kufanyaje kukaa. Kaweza kuona hapa tumesafisha bado banda letu na kinyesi kimeshapitiliza mpaka chini. Kwa hiyo hapa nilikuwa nasema kwamba huu ndio ugonjwa wa manji na jinsi ya kuzuia ndio hivyo. Kingine ni kwamba ugonjwa wa manji unasababishwa na baadhi ya wanyama kama kuku ambao wana utisiri mwingi. Kama usafisha banda lako kila wiki au kila siku, basi kuanza kusababisha ugonjwa wa manji. Tuingie upande wa jinsi ya kukinga. Cha kwanza kabisa, banda lako liwe safi, lakini cha pili liwe na urefu kama ambavyo umeona hapa 35 mpaka 45 kutoka juu mpaka chini ya banda lako. Hiyo sio ya kutosha kwamba kinyesi kilishuka tu kinapitiza moja kwa moja, sio tabaka kiganda ndio uje sufisha. Hiyo ni hapana, utakuja kufanikiwa kwenye banda kuja sungura. Kingine ni kwamba sungura lako anahitaji vitu viwili tu kwa sasa. Cha kwanza ni uangalizi wa muhimu, cha pili ni maji ya kutosha. Hivyo ni vitu muhimu kabisa kwa sungura lako. Tukitoka hapo tunaingia katika ugonjwa wa coccidiosis au ugonjwa wa kuhara damu. Ugonjwa bwana ni ugonjwa mmoja hatari sana. Unakuta sungura ambao chini ya miezi miwili hata zaidi pia, na ugonjwa unatokana na vimelea vidogo vidogo ambavyo sungura anavikula moja kwa moja. Yaani sungura yako anavikula moja kwa moja, yaani kwamba kwenye chakula kikiwa na uchafu, maybe labda umekata majani aina ya majani akawa na vimelea baadhi ambavyo vimelea hivyo havihitajiki kwenye sungura. Sungura yako akila anapata magonjwa. Lakini kingine ni maji machafu, labda haujasafishia vyombo vyako sungura yako. Kama hapa sisi tuna saizi hapa tumeshachukua vile kama hivi, tunaweza kusafisha. Hizi ni kwa hapa tumezikata ambazo tulikuwa tumenyeshea jana, kwa hapa tumeziweka chini. Ziko chini hapa, wewe unataka kusafishe, kaweza kuona hapa. Ziko hapa chini, na tusafishe kwanza kabla ya kuwapa sungura yetu maji. Kwa hiyo safisha kwa sabuni na upige ile dawa ambayo ni nzuri kwenda kuua wadudu wote, bakteria. Ndani ya masaa manne ndipo warudishie maji sungura yako. Cha tatu ni kwamba sungura yako inahitaji uangalizi wa afya ya banda, lakini pia chakula anachokula kiwe safi na protini isiwe nyingi sana wala vitamini isiwe nyingi sana. Yaani iwe vyote ni baya, 18 kwa 30 vyote hivyo. Na kitu kubwa zaidi usikose fiber. Na kwa leo ilikuwa ni hayo tu. Na ukitaka kupata vipimo vya mabanda na kila kitu kuhusu sungura, basi subscribe, afu ni check WhatsApp, niambie bro share subscribe. Basi mimi nakutumia mwongozo wote wa sungura bure bila kulipia chochote. Na tumeshaanza darasa letu siku ya jana, na jana watu walikuwa wengi sana ambao wamejifunza na wamefurahia sana. Kwa hiyo kama unahitaji kujifunza zaidi kuhusu ufugaji sungura, namba iko chini hapo au link kwenye bio, moja kwa moja unakuwa umejiunga katika grupu la WhatsApp. Asante na karibu sana Ndauka Farm.